Okay, watu wengi wamekuwa wakihangaika na namna ya kufanya detoxification ya mwili, namna ya kuondoa sumu mwilini. Sasa leo nataka nikupe njia moja tu ambayo ni ya asili kabisa, na itakusaidia kusafisha mwili wako bila kutumia dawa yoyote ile yenye kemikali. Acha kusafisha mwili kwa kuendelea kutumia sumu, kwa sababu unapotumia vidonge kujisafisha, unapotumia vidonge kuondoa sumu mwilini, unapotumia kemikali yoyote kuondoa sumu mwilini, unazidi kujirundikia free radicals ambazo mwisho wa siku zinasababisha matatizo mengine ndani ya mwili. Sasa hapa nakupa njia moja, na hii njia mwili wenyewe huwa unaitumia kujisafisha. Yaani wala haisumbui, haikugharimu kitu chochote ile. Labda ni kuandaa mazingira ya mwili wenyewe kujisafisha. Na hii njia inaitwa autophagy. Autophagy ni ile hali ya mwili kuharibu seli zilizochakaa, kuondoa seli zilizoharibika au zilizochakaa ndani ya mwili na kuzalisha seli mpya ndani ya mwili. Pia huwa inafanya kazi ya kusafisha hizi seli zote zilizoharibika, zilizochakaa na kuziondoa ndani ya mwili na kutoa nafasi ya seli mpya kuweza kujengeka ndani ya mwili. Na kwa tafsiri hii basi mwili utakuwa unasafishika. Hii ndo tunaita autophagy. Sasa autophagy ili iweze kutake place ndani ya mwili wako, unatakiwa uiandalie mazingira. Mazingira yenyewe ni chakula unachotumia, mtindo, yani kwa kifupi ni mtindo wako wa maisha. Kama unahitaji autophagy take place ndani ya mwili wako, maana yake unatakiwa kubadili mtindo wako wa maisha. Kama ulikuwa unakula milo 3 au 4 kwa siku, basi unatakiwa kubadilika kula mlo 1 au 2 kwa siku. Na unapokula hii milo, basi hakikisha unakula vyakula vya protini na vyakula vya mafuta kwa wingi. Ondoa kabisa katika diet yako vyakula vya wanga, vyakula vya sukari pamoja na vyakula vya mafuta yatokanayo na mbegu. Na hapa na shauri kama unahitaji hii process take place kwa haraka sana, tumia vyakula vya mafuta mazuri. Hapa na maanisha parachichi, na maanisha mafuta ya mzeituni, na maanisha mafuta ya nazi. Tumia vyakula hivi kwa ajili ya kuchochea mwili uweze kuingia katika autophagy. Lakini pia tumia vyakula vya protini kwa wingi, samaki, nyama, mayai na kadhalika. Lakini tabia nyingine unayotakiwa kuidevelop ili kuchochea mwili kuingia katika hii process ya autophagy ni intermittent fasting. Intermittent fasting. Kuwa na utaratibu wa kufunga, kuwa na utaratibu wa kuunyima mwili chakula ili mwili wenyewe uingie katika mchakato wa kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Hii nimekuwa nikizungumzia, inaitwa ketosis. Hii process inaitwa ketosis. Ni ile uwezo wa mwili kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Au unaweza ukaandaa mazingira ya mwili kuingia katika mchakato unaitwa gluconeogenesis, ambao ni process ya mwili kutengeneza energy kutoka kwenye protini. Na hii itakusaidia kwa sababu unakuwa umelimit matumizi ya vyakula vya sukari, unakuwa umelimit matumizi ya vyakula vya wanga, unakuwa umelimit matumizi ya vyakula vya mafuta ya mbegu. Kwa hiyo automatically mwili wako utaingia katika hii michakato miwili, ketosis pamoja na autophagy. Kwa hiyo utaanza kushangaa kuona mwili wako unabadilika, utaanza kuona seli zako za mwili zinabadilika, utaanza kuona ngozi yako inaimarika, utaanza kuona mwili unakuwa na nguvu zaidi, utaanza kuona kama ulikuwa na uzito mkubwa, utaanza kuona uzito unapungua, kama ulikuwa na matatizo ya manyama uzembe, utaanza kuona yanapotea, kama ulikuwa na changamoto za pressure, kisukari, matatizo ya moyo, yote utaanza kuona yanapotea.